Habari na karibu tena. Tuendelee pale tulipoishia sehemu ya pili na sasa tunaingia katika sehemu ya tatu. Tuendelee pale tulipoishia. Baada ya yote aliyoyapitia, Amina alichoka kuvumilia. Aligundua kuwa kuendelea kubaki pale ilikuwa ni kuumiza moyo wake kila siku. Siku moja aliamua kufanya uamuzi mgumu, kuondoka. Hakuwa na uhakika ataenda wapi wala ataanza vipi, lakini alijua kitu kimoja: alihitaji amani. Alianza maisha yake mapya kwa tabu sana. Hakukuwa rahisi. Alifanya kazi ndogo ndogo ili kuishi, lakini tofauti na zamani, hakukuwa na mtu wa kumzima, hakukuwa na mtu wa kumwambia hana maana. Pole pole alianza kujiamini, alianza kuona thamani yake. Wakati huo huo, familia yake ilianza kukumbwa na matatizo. Ndipo walipogundua walikosea sana kumpuuza Amina. Siku moja waliamua kumtafuta. Walipomkuta, walimuomba msamaha. Amina aliwasikiliza kwa utulivu, hakuwachukia, lakini pia hakurudi nyuma. Aliwaambia, nimewasamehe, lakini nimechagua maisha yangu. Na hapo ndipo kila kitu kilibadilika. Amina aliendelea mbele akiwa na amani na maisha yake yakawa mapya. Simulizi yetu inatufunza kwamba kuna watu watakuona huna maana hadi utakapoamua kujithamini mwenyewe. Funzo: usikubali kuishi sehemu ambayo sauti yako haisikilizwi. Jithamini hata kama wengine hawakuoni. Tukutane katika simulizi nyingine ijayo mpya. Asante kwa kunisikiliza.